Watu wametoka Msumbiji, wametoka Malawi, wametoka Marekani, wametoka China, wote huko wamekuja kwa ajili ya mkutano mkuu. Mkiambiwa Yanga ni jeshi kubwa, mwe mnaelewa. Kuna watu wanafanya mkutano mkuu wanaambulia kuitwa mbumbumbu. Bwana, huu ndio ukubwa wa jambo la Young Africans leo hii. Ni Jumapili tulivu kabisa, lakini ukiambua maana ya mkutano mkuu ni kwamba ni mkutano ambao unahusisha wanachama mbalimbali Afrika, ndani ya Afrika na nje ya Afrika. Bwana Kevo, duniani kwa ujumla. Yanga bingwa. Kwa namna moja au nyingine, kwanza dada, kwa namna moja au nyingine Kevo, kwanza unajisikia vipi kama shabiki wa Young Africans? Then unaona wanachama wako, wanachama wa klabu Young Africans wanatoka nje ya Afrika wanakuja na Young Africans inazidi kujulikana duniani. Kwanza Yanga inadhihirisha ukubwa wake kwa kusambaa mataifa mbalimbali. Kuna nyakati Yanga tulienda Rwanda tukaiteka. Kuna msimu jana tu tumeenda Malawi tumeiteka Malawi. Kwa hiyo Yanga ni kubwa, sio tu Tanzania. Yanga ni kubwa chini ya jangwa la Sahara, Yanga ni kubwa Afrika, Yanga ni kubwa duniani. Sio tu hawa kutoka Mozambiki. Utaona matawi mengi kutoka Malawi, matawi mengine kutoka Kongo, matawi mengine kutoka Rwanda. Tukisema Yanga kubwa, mwe mnatuelewa ndugu yangu. Na ukiigusa Yanga automatically umegusa watu wa mataifa mbalimbali duniani. Kwa hiyo kwanza nafurahi kuwaona wamekuja wote watano. Unajua kuna tawi kuwakilishwa. Kuna tawi liko hapa Tanzania lakini limewakilishwa na wajumbe wawili. Lakini vyuma hivi hapa vyote vitano, kuanzia mwenyekiti, katibu, mwazini na wajumbe wawili wa mkutano mkuu wamekuja kwenye mkutano mkuu kwa ajili ya jambo la wananchi. Sasa tukiwaambia Yanga ni kubwa huko redioni kwenu, mwe mnaelewa. Tunaenda ndani kwa ajenda ya uchaguzi na ajenda nyingine za mkutano mkuu. Baadaye tutajua tunayoiona Yanga inaenda wapi na inafika sehemu gani. Kwa namna moja au nyingine Kevo, sasa kabla hatujaingia ndani, kuna yale mambo ambayo tayari tunao kichwani mwetu. Toka umetoka nyumbani, una matarajio gani kwenye uongozi mpya wa Young Africans? Na ungependa labda uanze na kipi cha kwanza kuboresha hasa kwenye klabu ya Young Africans? Mategemeo yangu ni mkutano ambao utakuwa mkubwa na wa kihistoria kwa klabu yetu. Kwanza mkutano wa leo una agenda mbalimbali. Kuna agenda ya kipengele kimoja cha kwenye katiba, wajumbe wa mkutano mkuu kukipitisha, kukiidhinisha. Kuna agenda ya uchaguzi mkuu, agenda nyeti kweli kweli. Tunaenda kutafuta wajumbe watano ambao wataunga jitihada za Engineer Hersi kuipeleka Yanga sehemu. Wamemaliza muda wao, wengine wakiomba ridhaa kurudi na wengine wakiwa wapya wakiomba ridhaa tuwaweke kwenda kuipeleka Yanga kimataifa na kitaifa zaidi kwenda mbele. Kwa hiyo ni mkutano ambao nategemea uishe kwa amani, wote kukubaliana, kwa sababu mwisho wa siku katika wagombea 16 wanatafutwa watano. Lazima kuna 11 jioni ya leo wataondoka wamekosa nafasi ya ujumbe. Wote ni Yanga, na kama slogan inavyosema daima mbele nyuma mwiku. Uchaguzi utaisha leo, hao 11 watakuwa ni vinara wa kuwashika mkono hao watano ambao wataidhinishwa na wajumbe wa mkutano mkuu ili kwenda kuijenga Yanga iwe kubwa kimataifa na kitaifa zaidi. Kwa hiyo tutegemee makubwa, tutegemee kuona mkutano wenye tija, wenye mwanga, wenye kuiangazia Yanga kufanya vizuri kimataifa, kufanya vizuri hapa nyumbani kwetu nchini Tanzania, na Yanga kuendelea kuvuka mipaka ya Tanzania. Kuwa na mkutano mkuu ambao unaleta wajumbe kutoka Malawi, Msumbiji, Kongo, tayari ni improvement ambayo inaonyesha tumefanya gradual changes kutoka uzamani na kuingia kwenye usasa. Kwa hiyo kikubwa tuendelee kupush, kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu mkutano uishe salama, twende tukauanze msimu mwingine uwe msimu wa mafanikio. Msimu huu kuna baadhi ya makombe tumeyapoteza, lakini bado taji letu la ligi kuu ya NBC tuliweza kulitetea. Twende tukashinde ubingwa mara 6, mara 7, mara 8, na ni mkutano ambao nauona kabisa unaenda kuweka mwanga mpya kwa klabu ya Young Africans. Kwenye maongezi yako umesema ni mwaka ambao natarajia pia kurudisha vikombe ambavyo umevipoteza, na tayari umefanya usajili, na tukizungumzia Young Africans ya msimu unaofuata lazima tugusie engo ya usajili. Unazungumzia vipi usajili wa msimu huu na unaona utaleta tija ndani ya klabu? Of course ni usajili mzuri, angalia aina ya wachezaji waliosajiliwa. Mfano muangalie namba 6 middle ya boli, terminator wa boli, utransformer. Freddy Duval, Ngoma ni mchezaji mkubwa, amecheza kwenye timu yake ya Stade nini ile timu. Nimeona highlight walikuwa wanacheza mechi moja na Berkane, what a player. Kama hata logo hapa Kariakoo, kama hata kutana na mazongzongo ya Kariakoo, namuona akienda kufanya mambo makubwa sana kwenye mpira wa Tanzania. Ni Khalid Aucho mwingine kwenye ligi yetu. Wanasema ni kiungo wa chini uwezo wa juu. Acha kidogo tumuone. Kuna Albert Kangwanda, kuna Ibrahim Chekture, wote wale wachezaji wazuri. Pia Young Africans tunataja eneo la ushambuliaji ambalo na namna moja ama nyingine mlikuwa mna changamoto msimu uliopita, lakini namuona ndani ya nyumba yupo Peter Shalulile. Una matumaini naye gani kwa Peter Shalulile, hasa ukizingatia uwezo wake, lakini pia
klabu ambazo amezipita ikiwemo Mamelodi Sundowns, moja kati ya klabu kubwa sana barani Afrika. Peter Shalulile ni proven player, yani sihitaji mimi kuanza kukuelezea ubora na uhodari wa Peter Shalulile. Miguu yake imezungumza kwenye ligi kuu ya South Africa, top scorer mara 3 mfululizo. Haijawahi kutokea ligi ya South Africa kuhold top scorer kwa miaka 3 mfululizo au misimu 3 mfululizo. Daraja lake hata utambulisho wake nadhani umeona. Nadhani Peter Shalulile ndio usajili ambao mkubwa kuliko usajili wote kwenye soka la nchi tokea limeumbwa. Kwa hiyo ni swala la muda kumuona kuja kuonyesha kitu kwenye kocha cha Young Africans. Ukiwa na mtu kama Peter Shalulile tayari wewe bidhaa yako unaenda kuiuza sokoni. Kwa hiyo kikubwa tumpe muda atapokuja hapa nchini Tanzania kwa ajili ya kusakata kandanda, na iona Young Africans ya magoli mengi. Uzuri pre-season hii tumeanza ku make statement. Zile 7-7 haziji kwa bahati mbaya. Na kama unadhani timu yako haiwezi kufungwa 7 na Young Africans, wameonewa Kigamboni United, wameonewa Magereza, leta timu yako iwe kipimo cha kuona usajili wa Young Africans umeclick au hujaclick. Kwa namna moja ama nyingine tumeshizungumzia kuhusiana na swala la Simba pamoja na mechi yenu ambayo inafuata Ngao ya Jamii. Ni moja kati ya mchezo ambao unatazamwa na mashabiki wengi sana duniani. Wewe kwa namna moja ama nyingine huiogopi na hauna wasiwasi na Simba ya msimu huu? Kwa sababu ukijaribu kuangalia Simba ya mzunguko wa pili ilikuwa ni Simba bora kuliko Young Africans. Wewe hii haikupi wasiwasi kidogo? Kwanza ni kutoe wasiwasi, na Young Africans ndio timu pekee yake Tanzania ambayo imecheza mechi nyingi za dabi ya Kariakoo kwenye Ngao ya Jamii. Wakati Simba ana dominate mpira wa nchi hii, kuna kipindi alikuwa anacheza Ngao ya Jamii na Azam. Kuna kipindi ilifika mpaka anacheza Ngao ya Jamii na Namungo. Lakini tokea Young Africans imeanza kushinda makombe, kila msimu wewe Ngao ya Jamii kombe linakuja uwanjani. Ni Young Africans versus nani? Simba Sports Club. Misimu 5 tumeenda tukicheza nao Ngao ya Jamii. Katika misimu 5 Young Africans tumechukua Ngao ya Jamii ngapi? 4. Sasa hii Ngao ya Jamii sasa hizi nafanya discussion ipi ya mimi kukushawishi wewe kukwambia Young Africans itaenda kushinda? Young Africans tumedominate soka la Tanzania, Young Africans tumedominate watani wetu. Wakati Simba anatawala soka la Tanzania, Young Africans tulikuwa hatuna unyonge mbele ya Simba. Lakini wakati sisi tunatawala soka la Tanzania, ndio huyu amefungwa mara 6 mfululizo, ana mechi karibu 9 hajashinda ndani ya dakika 90. Sasa siwezi nikakaa hapa nikawa naiongelea Ngao ya Jamii. Imekuwa mchekea sana, na amekuwa mwembe wetu wa nyumbani, muda wote tunatikisa tunakula maembe. Kikubwa twende kwenye mkutano, wajumbe wa mkutano mkuu, tukae tudiscuss agenda zote za klabu. Kuna agenda ya katiba, kuna agenda ya uchaguzi mkuu. Kama mambo yataenda sawa, tutaenda kwenye Yanga Day, tukitoka kwenye Yanga Day tutaenda kwenye Ngao ya Jamii visiwani Zanzibar, na iona kabisa Young Africans ikienda kushinda ngao ya 5 mfululizo. Tunaenda kuweka record. Inaweza kawa sio mfululizo, lakini katika miaka 6 Young Africans tunakuwa timu ya kwanza kuchukua ngao mara 5 mfululizo. Kitu ambacho Simba hawajafanya, kitu ambacho Young Africans tunakiweka kipya kwenye soka la Tanzania. Labda kwa kumalizia kabisa, Kevo, mmoja kati ya mtu ambaye anafuatilia Young Africans kwa ukaribu sana ni wewe. Ukiambiwa utoe asilimia ya uongozi uliopita, then leo mnaenda kufanya uchaguzi mwingine, utatoa asilimia ngapi kwa kazi kubwa ambayo wameifanya na kwa mambo ambayo wameifanyia klabu? Uongozi wa Young Africans unaomaliza muda wake, nikiwa na maana ya kamati tendaji ile ya wajumbe, kwa sababu mtu kama Engineer Harris bado yupo, mtu kama Arafat Haji bado yupo. Kwa hiyo kwenye kuireti, kwa sababu unajua binadamu wameumbiwa madhaifu, hawezi ukaireti 100% kwa sababu hata wenyewe ukiwaambia hawezi wakareti 100%. Kwangu mimi uongozi uliopita nawapa asilimia 90 kwenye kutekeleza majukumu yao. Ziko mistake ndogo ndogo ambazo zimehitaji uchaguzi kama huu ili kwenda kuwatoa wafanye mistake, kuweka watu ambao wako typical, hata kama sio kwa asilimia 100 ila wako right zaidi. Uzuri tumesikia sera za wagombea wote 16, na mwisho wa siku kwenye 16 wanahitajika 5, lazima 11 watabaki, lakini hao 11 mwisho wa siku wote 16 ni Yanga. Kwa hiyo 11 wataosalia wataenda kuwapa nguvu 5 ambao walipata kura nyingi za majority ili kuipeleka Yanga sehemu. Sitegemei katika wajumbe wote wale 16 baada ya mmoja wapo au wawili wapo kushindwa kujiengua Young Africans. Young Africans inahitaji safari kubwa, inahitaji mapinduzi makubwa. Kwa hiyo tunawahitaji wote 16 bila kujalisha hawa wameshinda hawa hawajashinda, ili kupata matokeo muhimu kwa timu yetu ya Young Africans. Nashukuru sana.
Shukrani sana. Karibu sana, mkutano mwema pia. Shukrani sana ndugu yangu, tukutane baada ya mkutano, baada ya wajumbe wa mkutano mkuu kusimikwa. Sasa tutakuja kuzungumza mambo mengi. Ukiacha uchaguzi, kwenye timu yetu kuna issue ya kubadilisha katiba. Ni katiba ambayo itaenda kuifavor Young Africans na maslahi yake binafsi. Kwa hiyo kikubwa tusubiri kuona mkutano nini kitaendelea, na inshallah nauona ni mkutano mwema na ni mkutano ambao umebeba maono makubwa na maendeleo makubwa ya Yanga hapo mbeleni. Nashukuru sana. Shukrani sana.